Naam, salamu zetu za dhati zipate kuwafikieni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV, huku tukitumeni ya kwamba mko salama salimini. Na basi tunatumia fursa hii kuwakaribisheni kusikiliza awamu hii ya matangazo ya habari za matukio ya kila siku kwa yale ambayo yanaendelea kujiri katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika masuala ya kisiasa, kidiplomasia na hata kiuchumi pia. Na kwa sasa hivi tutakwenda kuanzia huko mkoani Kivu Kusini ambako kumeripotiwa kukamatwa kwa raia mapema mwa hiyo jana Jumapili tarehe 12 Aprili mwaka huu huko Minova katika wilaya ya Kalehe, na taarifa hiyo ni kulingana na ushuhuda kadhaa unaofanana uliokusanywa kutoka kwa wakazi wa eneo hilo. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo vinaweka wazi kuwa ukamataji huo ulianza mapema alfajiri mida ya saa 11:30 ya asubuhi ama 5h du matin, 5h30 du matin, na ulikuwa ukitekelezwa na wapiganaji wa waasi wa M23 RDF waliokuwa wameonekana katika vitongoji mbalimbali vya mji huo. Mashuhuda kadhaa wanataja uwepo mkubwa wa ulinzi ukiambatana na watu wenye silaha pamoja na magari yaliyosambazwa katika maeneo ya kimkakati hasa karibu na uwanja wa michezo unaoitwa Mille Arbres. Miongoni mwa waliokamatwa wanatajwa kuwa waumini na viongozi wa kidini waliokamatwa wakiwa njiani kuelekea ibadani kwa majira hayo ya asubuhi. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu tukio hilo, sababu na mazingira halisi ya ukamataji huo bado hazijafahamika. Na kwa kuzungumzia waasi wa M23, awamu mpya ya mazungumzo ama dialogue kati ya serikali ya Kongo na waasi hao inapangwa kufanyika tarehe 13 ama tarehe 14 ya mwezi huu nchini Swiss, huku mazungumzo hayo yanatajwa kutarajiwa kuwa ya muhimu kati ya serikali ya Kinshasa na waasi hao wa M23. Hatua hii ya kidiplomasia inafanyika katika muktadha wa hali ya usalama inayobaki kuwa tete mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo juhudi za kupunguza mvutano bado hazijazaa matokeo ya kudumu. Mkutano huo unatarajiwa kuwaleta pamoja wahusika wakuu wa kimataifa wakiwemo ujumbe ama delegation ya Umoja wa Mataifa MONUSCO, delegation kutoka Marekani, Qatar pamoja na Umoja wa Afrika na Conference Internationale sur la Région des Grands Lacs. Mazungumzo hayo yanaonekana kuwa hatua muhimu katika kuanzisha upya mchakato wa kisiasa unaojumuisha pande zote pamoja na kuweka msingi wa amani ya kudumu katika eneo la mashariki mwa Kongo. Kuna tathmini ya kutia wasiwasi ambayo imeibuka kutoka katika uchambuzi wa hivi karibuni wa mradi wa Congo Monitoring Database. Mpango huo unaoendeshwa na shirika la Factualité Afrique. Tathmini hiyo iliyofanyika kati ya Julai mwaka 2025 na mwezi huu wa 4 wa mwaka wa 2026, na inaweka wazi kuwa ni angalau mashambulizi 30 ndiyo yanayohusishwa na Allied Democratic Forces yani ADF, kundi lenye uhusiano na Etat Islamique en Afrique Centrale. Kwa mujibu wa uchunguzi huo, mashambulizi hayo yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 420 ama 420 cas de meurtre, wengi wao wakiwa raia, jambo linalothibitisha kuendelea kwa hali mbaya ya usalama katika mikoa ya Kivu Kaskazini na Ituri. Kwa undani zaidi, Kivu Kaskazini imeathirika zaidi ikiwa na vifo vipatavyo 212 ama 212 morts, huku Ituri ikirekodi vifo 198 ama 198 morts. Shambulio baya zaidi ni lile lililotokea katika kijiji cha Ntoyo kilichopo katika wilaya ya Lubero, ambapo watu wapatao 71 ama 71 personnes walikwenda kuuawa kulingana na takwimu zilizothibitishwa rasmi na serikali ya Kongo. Takwimu hizi zimekusanywa kupitia vyanzo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na taarifa za jamii, uchunguzi wa vyombo vya habari, ushuhuda wa manusura pamoja na taarifa kutoka kwa vyombo vya usalama, utawala na wataalamu wa masuala ya itikadi kali. Ripoti hii inaonyesha ukubwa wa ukatili unaofanyika na inaangazia changamoto zinazoendelea kuwakumba raia katika eneo hilo linalokabiliwa na mashambulizi ya mara kwa mara.
Na tukumbushe ya kuwa waasi hao wa ADF wanaendelea kujitukuza katika mashariki mwa Kongo, wakati ambapo jeshi la Kongo FARDC na lile la Uganda UPDF wamejizatiti pamoja katika operation moja ili wapate kulidhoofisha kundi hilo la waasi, ila bado hakuna matokeo yoyote ya kutia imani yanayoonekana wazi uwanjani. Na kwa kuzungumzia jeshi la Uganda UPDF, kuna afisa mmoja mwandamizi wa kijeshi kutoka huko Uganda ambaye hivi karibuni ameeleza msimamo wa serikali ya Kampala unaounga mkono mageuzi ya kimuundo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, akipendekeza kuanzishwa kwa mfumo wa utawala wa shirikisho ama federalism. Katika tamko lililohusishwa na General Felix Kulayigye, msemaji wa jeshi la Uganda UPDF, amesema kuwa DRC ingefaidika kwa kuwa na serikali kuu imara mjini Kinshasa yenye uwezo wa kusimamia mfumo wa shirikisho ama federalism katika maeneo mengine ya nchi. Kwa mujibu wake, mpangilio huo ungeimarisha mamlaka ya dola na kuziba kile alichokiita pengo la kiutawala katika baadhi ya maeneo. Kauli hizi zinakuja katika muktadha wa kikanda uliojaa changamoto za kiusalama zinazoendelea mashariki mwa DRC, ambako makundi kadhaa yenye silaha bado yanaendelea na shughuli zao licha ya juhudi za kijeshi na kidiplomasia zinazoendelea. Hata hivyo, msimamo huu unazua maswali kuhusu uwezekano wa kuingilia masuala ya ndani ya Kongo. Swala la mfumo wa federalism bado ni nyeti nchini DRC, likihusiana pamoja kwa moja na maamuzi ya kisiasa na mamlaka ya kitaifa. Hadi sasa hakuna tamko rasmi kutoka kwa mamlaka za Kongo lililotolewa kuhusu kauli hiyo. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imepiga hatua mpya katika usimamizi wa rasilimali zake za asili kwa kupitisha rasimu ama decree ya amri ya kuanzisha akiba ya kimkakati ya madini za kimkakati. Uamuzi huu ulifanyika wakati wa mkutano wa 86 wa baraza la mawaziri ama 86e session des Conseil des Ministres uliofanyika hiyo tarehe 10 Aprili katika Cité de l'Union Africaine chini ya uongozi wa mkuu wa nchi Felix Tshisekedi. Iliyowasilishwa na waziri wa madini Bwana Louis Watum Kabamba. Hati hiyo ama dekri hiyo inalenga kuwezesha nchi kuwa na mfumo wa usimamizi wa kina na wa mapema wa rasilimali zake za madini zinazochukuliwa kuwa za kimkakati. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyosomwa na msemaji wa serikali Bwana Patrick Muyaya, madini haya yana nafasi muhimu katika uchumi wa taifa na yana mchango mkubwa katika masoko ya kimataifa. Uanzishwaji wa akiba hii ya kimkakati unalenga kufikia malengo kadhaa makuu. Miongoni mwa hayo ni kusaidia kudhibiti na kuleta utulivu katika masoko ya madini husika, kuunga mkono sera za kuongeza thamani ya madini ndani ya nchi, na zaidi ya yote kuimarisha uhuru wa kiuchumi wa taifa juu ya rasilimali zake za asili. Kwa maneno mengine, serikali inataka kuwa na udhibiti bora zaidi wa mabadiliko ya bei za soko, huku ikiongeza faida zinazotokana na sekta ya uchimbaji madini. Katika hatua nyingine, baraza la mawaziri pia limepitisha dekre ya pili ya amri inayorekebisha amri namba 19/16 ya tarehe 5 Novemba mwaka 2019 kuhusu uanzishwaji na utendaji wa l'Autorité de Régulation et de Contrôle des Marchés des Substances Minérales Stratégiques, ARECOMS en sigle. Marekebisho haya yanaipa taasisi hii jukumu kuu katika utekelezaji wa sera mpya kwa kuikabidhi wajibu wa kuunda na kusimamia akiba hiyo ya kimkakati. ARECOMS ni taasisi ya umma yenye asili ya kiutawala na kiufundi, yenye utu wa kisheria na uhuru wa kiutawala na wa kifedha. Iko chini ya usimamizi wa Wizara ya Madini na inafanya kazi katika eneo lote la nchi, ikiwa na mamlaka ya kufungua ofisi na matawi sehemu mbalimbali kulingana na mahitaji ya kiutendaji. Majukumu yake yanahusisha udhibiti na uangalizi wa uzalishaji, uuzaji na usafirishaji wa madini ya kimkakati. Katika jukumu hilo, taasisi hii inahakikisha utulivu wa soko, kuboresha mazingira ya biashara katika sekta ya madini, pamoja na kuhakikisha kwamba waendeshaji wa sekta hiyo wanazingatia sheria za kupambana na utakasaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi. Kupitia hatua hizi mpya, mamlaka za Kongo zinaonyesha
zinaonyesha azma yao ya kuimarisha usimamizi wa sekta ya madini ambayo ni nguzo muhimu ya maendeleo ya kiuchumi ya taifa, huku zikijipanga zaidi katika soko la kimataifa la rasilimali za kimkakati. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibengo TV, ndiko ambako tunakwenda kuweka nukta kwa matangazo ya habari za matukio ya kila siku, na tunafurahi kuona ulianza nasi na hivi kwenda kumaliza nasi, na basi tunakusihi ubaki sambamba nasi hapa hapa kwenye channel yetu ili uzidi kufaidi zaidi habari motomoto kutoka kwetu. Tukutane kwa majaliwa. Asante.